Kaunti namba 31 ambapo shule kadhaa katika eneo la Laikipia zimefungwa kutokana na kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama, hali inayoacha mamia ya wanafunzi bila masomo na kuwalazimu kuungana na wazazi wao kujificha katika shule zilizogeuzwa kuwa makazi ya muda wakitafuta usalama. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa Sharon Nkonge. Tunakutana na Valentine Kipish katika eneo la Soit Oudo akifunga mizigo yake ya nyumbani akijiandaa kuhamia eneo salama zaidi. Mahali alipoita nyumbani kwa miongo kadhaa sasa si salama tena, jambo linalomlazimu kukimbia kufuatia shambulizi lililotokea usiku wa kuamkia leo. Anaambatana na mwanawe, mwanafunzi wa darasa la 4 ambaye ameshindwa kuhudhuria masomo kutokana na mvutano wa hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea katika eneo hilo. Tulikuwa tumetoroka jana juu ya waisi wanatusumbua, wametupora, wamechukua mali yote. Sasa ikabidi tutorokeshe ile kidogo tumebaki nayo. Tukaenda jana na watoto tu tukaasha mzigo sote hapa. Leo tukarudi kuchukua hizi yenye tuliasha jana. Kipish anaelekea kijiji cha Ildigri, takriban kilomita 40 kutoka hapa, safari anayolazimika kuifanya kwa miguu. Njiani timu yetu ilimpa usafiri wa kilomita 5 kabla ya kila mmoja kuchukua mwelekeo wake. Eneo lina vilima na miamba na hali mbaya ya barabara, ikionyesha changamoto na hatari wanazokabili wakazi wanapokimbia ukosefu wa usalama. Tunahama, hata hatujui mahali tunaenda, tunatembea tu, hata unaenda unalala msituni, na si kwa ajili yetu, kwa ajili ya wakora tu wanatusumbua. Tunapoelekea vijiji vingine, huwa maji wa watu kwa wingi unaonekana wazi, huku mamia wakazi wakikimbilia maeneo salama zaidi. Wakiwa na mifugo yao na mali za nyumbani, familia zinazohamishwa zinatumai kupata hifadhi katika maeneo yenye amani zaidi, huku ukosefu wa usalama ukiendelea kutawala eneo hilo. Kama kuna mtoto mdogo mnalala naye ndani ya hiyo laga, inakuadhiri na baridi. Pia za chakula ni ngumu kupata, kwa maana hakuna jinsi utaweza pika, ama kupatikana kwa chakula sasa ni ngumu. Na ng'ombe 250 zimeenda, tukabaki hivyo tu. Hatuna chakula, pia maji hata hatuna juu ya kiangazi. Watu wote wametoroka na watoto, mifugo. Simepita eneo ijulikanayo kama Irpolei, sinatorokea zaidi ya Kimakandura. Juu ya kwamba security pande imekuwa haijulikani, tunaambiwa anytime watu wako hapa, wako pande hii. Shuleni hali si tofauti. Shule ya msingi ya Kurum sasa imetekelezwa. Uwanja uliokuwa ukisikiza sauti za wanafunzi sasa umejaa punda wanaochunga kwa utulivu. Madarasa yaliyokuwa yakitoa matumaini ya maisha bora kwa watoto yako tupu, bila wanafunzi wala walimu. Kafungwa bila mpango sababu ya hiyo tu masukusuku. Hivyo sasa wale wamebaki hapa, wengine wanakuja kulala shule, wengine wanalala kwa malaga. Sasa tu yani wale wamekaa hapa, wale hawajatoroka hata wanakaa tu 50-50. Hata walali maboma. Walimu wako shuleni na watoto hawako shule. Wamefunga shule kwa sababu ya insecurity. Wazazi wote wamehama, wametoroka na watoto wao. That is why wanafunzi hawapatikani shuleni. Hali kama hiyo inaonekana katika shule ya msingi ya Soit Oudo, ambaye imegeuzwa kuwa kambi ya muda kwa wakazi waliokimbia vijiji vyao kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni. Shule zingine zilizoathirika ni Saramba na Sek. Hawezi funguo Sokodari iko wapi? Hawezi funguo Saramba. Serikali iko wapi? Soit Oudo. Why? Serikali iko wapi? Kwa nini hawezi patua hii? Watu iko hapa. Last year ilitangazwa ni was gazetted as a disturbed area. It was put under areas that are under operation like any other part of of Kenya, northern Kenya. Since then hatujaona action, even although tumeona some small camps meko hapa, lakini bado ile mahali ilikuwa targeted. Specifically ile mahali hii mbuzi na hii ng'ombe inaingia kila siku. Kila siku mbuzi kitoka Laikipia North, kitoka Naibonga,
ikitoka shuluma, ikitoka mahali imetoka, yote zinalenga. Wakazi wanawalaumu majangili wanaodaiwa kuingia kutoka msitu wa Mkogodo katika kaunti jirani ya Isiolo, pamoja na ugumu wa kufika kwa kilima cha Losos ambako mifugo iliyoibiwa inaaminika kufichwa. Sharon Nkonge, Runinga ya Citizen, kaunti ya Laikipia.